أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وهو للحمد أهل ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله أجمعين. اللهم وجز نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وارحم اللهم مشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ومن ظلمناه وأسأنا إليه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وفقنا للقيام والصيام وتلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا، واجعل حجة لنا لا حجة علينا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. Katika aya ambazo leo tunaanza nazo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 52 katika sura hii ya 18, wa yauma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum, na siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atasema nadu shurakai alladhina za'amtum, waiteni kwa makelele washirika wangu ambao nyinyi mlikuwa mnasingizia, za'amtum, mlikuwa mnadai nyinyi kwamba wao ni waungu pamoja na mimi. Waiteni, waombeni kwa nguvu zenu zote leo wale ambao walikuwa mnadhania kwamba ni waungu kama mimi. Fada'uhum, kwa hivyo wao watawaomba, basi watawaomba, yani watawaita wawaombe uokovu wa nafsi zao, wawaokoe nafsi zao. Falam yastajibu lahum, lakini wale washirika ile miungu haitowaitika. Waja'alna bainahum mawbiqan, tajalia baina yao wao kizuizi cha moto. Mawbiqan, kizuizi cha maangamivu, yani kizuizi cha adhabu ya moto, kitakapokuwa kinatenganisha baina ya wafuasi na waliokuwa wanafuatwa, baina ya waliokuwa wanaabudu na waliokuwa wanaabudiwa. Kila watu watakuwa na tabaka lao kwa mujibu wa adhabu ambayo wanastahili. Kwa hiyo wale waliokuwa wakiabudiwa waliokuwa wanaridhia kule kuabudiwa watakuwa wanaadhibiwa adhabu kubwa zaidi, wapo sehemu yao, na wale waliokuwa wanaabudu watakuwa wapo sehemu yao. Na kwa hiyo hawatuchanganyikana baina yao. Waja'alna bainahum mawbiqa, tajalia baina yao kutakuwa kuna kizuizi cha adhabu na maangamivu. Waraa almujrimuna an-nara, na watu waovu watauona moto, yani utaletwa wauone kwa macho yao. Fadhannu annahum muwaqi'uha, hapo watakuwa na uhakika na yakini kwamba wao ni wenye kuingia moto huo, hakuna namna nyingine.
walam yajidu anha masrifa, na wala hawatopata sehemu ya kukimbilia. Walam yajidu anha masrifa, hawatopata sehemu ya kukimbilia kwa kuepuka moto. Walaqad sarrafna, na kwa hakika sisi tumezipambanua, fi hadha alqur'ani, tumepambanua na kubainisha na kuweka wazi katika Qur'ani hii, linnasi, kwa ajili ya binadamu, min kulli mathalin, kila mfano umewekwa wazi. Wa kana al-insanu, lakini mwanadamu amekuwa akthara shay'in jadala, ndio kiumbe mwenye mijadala zaidi kuliko viumbe wengine. Mwanadamu akikusudiwa hapa hasa yule ambaye hajaamini, lakini kwa asli ya binadamu wote ni viumbe wenye mijadala sana, wenye kujadili kila wanalolisikia. Wama manaa nnasa, na wala hakuna kilichowazuia watu, an yu'minu, kuamini, baada ya kujiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kushushiwa Qur'ani, idh jaahumul huda, pale ilipowajia wao uongofu, yani ilipowajia Qur'ani iliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayastaghfiru rabbahum, na hakuna kilichowazuia watu kumwomba msamaha Mola wao mlezi, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, isipokuwa ni yale madai yao wao kwamba kama wewe Muhammad ni kweli, basi tuletee sisi sunnatul awwalin, adhabu kama walivyokuwa kiadhibiwa watu wa zamani waliokuwa wakikataa mitume yao, walikuwa wanaadhibiwa, basi na sisi tuletee. Au yaatiahumul adhabu qubla, au tuletee adhabu tuione, kwa maana ya kwamba wakifikwa na adhabu ya pamoja kama walivyokuwa kiangamizwa watu wa zamani, wote watu wakipelekewa adhabu zao wanaamini, kama ambavyo tumetangulia kusema huko nyuma. Hata yule sahibul jannataini alipofikwa na adhabu akaiona mali yake imeteketea, akawa anataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hivyo watu wengine wakipata na hasara, wanapoziona adhabu zinashuka, kila umma walikuwa wanasema tumeamini sasa, na watu wote haikuwafaa imani yao wakati huo. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana, watu wanapoiona adhabu wakati huo imani haisaidii tena, isipokuwa wale watu wa kaumu Yunus. Au yaatiahumul adhabu qubla, au wajie adhabu waione mbele yao hivi, manake mtu mmoja aione adhabu imeshamshukia. Ilikuwa ikishakuwashukia watu adhabu ni kawaida, wanaomba Mola wao kwa kukubali moja kwa moja, lakini wakati huo inakuwa si wakati tena wa mtu kuomba msamaha. Hii ni tafsiri moja. Tafsiri nyingine tutaipita, ambayo wamepita wao mpito wao hawa, wamesema kwamba wama manaa nnasa yu'minu, watu hakuna kilichowazuia kuamini, idh jaahumul huda, walipojiwa na uongofu, yani Qur'ani. Wayastaghfiru rabbahum, na hakuna kilichowazuia kumomba msamaha Mola wao. Wamesema tafsiri waliochagua watunzi wa hii Muharrar ni kwamba isipokuwa kadari ya Allah, ni kwamba ilishahukumu kwamba lazima kuna watu watakuwa waumini na kuna watu watakuwa ni makafiri, lakini siyaki ya aya haionyeshi hivyo. Wallahu aalam, mtu ambacho hawa specialisti wa Qur'ani na ulum tafsiri na tafsiri yenyewe wamechagua hivyo. Kwa hiyo wanasema kwamba hakuna kilichowazuia isipokuwa kadari ya Allah, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Halafu wanasema baada ya watu, yani wao wanaona kwamba aya hii sio tu kwa umma huu, bali hata kwa umma zilizopita huko, hakuna kilichokuwa kinawazuia watu kuingia katika haki, isipokuwa kadari ni kwamba imeshaamua kuna watu wa peponi, kuna na watu wa motoni. Ala kulli hal, tafsiri ambayo mimi nimemili ni ile ambayo inaona kwamba wama manaa nnasa yu'minu idh jaahumul huda wayastaghfiru rabbahum illa annahum lam yarau al'adhaba bado adhabu ile haijawashukia wakaiona. Ingelikuwa imewashukia adhabu angaliamini. Au yatiahumul adhabu qubla, au ikamjia adhabu mtu akaiona machoni pake hivyo peke yake, hata kama sio sunnatul awwal, sile adhabu za watu wa zamani wa kuangamizwa kwa pamoja, lakini akaadhibiwa mtu mmoja. Wanapoiona hutaka kuamini wakati huo, lakini inakuwa muda umeshapita. Wama nursilul mursalina, na wala sisi hatujawatuma mitume, illa mubashirina wa mundhirin, isipokuwa mitume hao wametumwa kuja kutoa habari nzuri kwa watu wema na kutoa maonyo kwa watu waovu. Wayujadilu alladhina kafaru bilbatil, na waliokufuru wanajadili pasi na haki, bilbatil, kwa uongo, liyudhidhu bil haq, ili waweze kuichanganya, waweze kuipindua kwa batili hiyo, waweze kuipindua haki. Watakhadhu ayati, na wakazifanya aya zangu, wa maundhiru huzu, na yale ambayo wameonywa kwamba ni jambo la upuuzi, jambo lisilo na umuhimu.
katika tafsiri ya aya hii wamesema wa yauma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum, maana yake wadhkur yauma yaqulu Allahu lilmushrikina, ikumbuke na uhitaji siku ambayo Allah atasema kuambia washirikina yauma alqiyamati, siku ya kiyama, taubihan, kwa ajili ya kuwasema vibaya, wa taqri'an, na kwa ajili ya kuvunja hoja zao, wa taqri'an, kwa ajili ya kuvunja hoja zao na imani zao potofu walizokuwa nao, taqri'an lahum. Nadu alihatakum, wataambiwa waiteni kwa makelele na muombe msaada wa uokovu wa nafsi zenu, waungu wenu, allati da'aitum, ambao nyinyi mlikuwa mnadai fi dunia, duniani, kadhiban, hali ya kuwa mnadai kwa uongo, basi na ukweli, annahum shurakai fil ibada, kwamba wao ni washirika wangu katika ibada. Naduhum liyansurukum wa yamna'ukum min adhabi, waiteni ili wakupeni kinga na wakuzuieni kutokana na adhabu, wakupeni nusra leo, wakunusuruni kutokana na adhabu yangu. Hii ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya nyingine, wala qad ji'tumuna furada, ambayo tumeshaipita huko nyuma, na kwa hakika mmetujia sisi mkiwa wapweke, kama khalaqnakum awwala marra, kama ambavyo tumekuumbeni mara ya kwanza, pasi na cheo, pasi na nguo, mkiwa hamjatahiriwa, hamna viatu, hamna ndugu, hamna jamaa, kila mmoja amekuja peke yake. Wataraktum ma khawalnakum, na mmeacha yale yote tuliyokupeni, tuliyokuruzukuni katika elimu na vyeo na mali na chochote ambacho mlikipata kule duniani. Waraa dhuhurikum, mmekiacha nyuma ya migongo yenu, yani ulimwenguni. Wama nara ma'akum, na wala hatuoni pamoja nanyi, shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka, waombezi wenu ambao mlikuwa mnadai kwamba ni waombezi kati yenu. Laqad taqatta'a bainakum, kwa hakika kumekuwa kuna gap baina yenu, mmetengana baina yenu. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umuna, yale yote mlikuwa mkiadai leo yamepotea bure. Fada'auhum, Allah anasema watawaomba, falam yastajibu lahum, lakini hawatoweza kuwaitika kwa chochote. Ay fastaghatha almushrikuna bialihatihim, watataka msaada wa uokovu wa maisha na roho zao, washirikina waokolewe kutokana na adhabu, bialihatihim, kwa miungu yao, allati kanu ya'budunaha fi dunya, ile ambayo walikuwa wanaiabudu hapa duniani. Falam yujibuhum walam yansuruhum, hawatoweza kuwaitikia wala hawatoweza kuwalinda kutokana na adhabu ya Allah. Hii ni dalili, aya hii au kipande hichi cha aya, kwamba kuna washirikina ambao wanaamini moja kwa moja kwamba miungu yao ni ya kweli. Yani kuna watu ambao wanajua kwamba dini wanazofuata si dini za haki, na kuna watu wanaamini kile wanachokifanya, kama baadhi ya walokole, kwamba pale walipo hasa ndio pale sahihi na mwingine yoyote yule amekosea. Na vile vile baadhi ya wapagani wamezaliwa katika dini zao za kipagani, na wakienda kufanya matambiko kwa miungu yao wakati wa shida za mvua, wanaona mvua zinanyesha, wakienda wakifanya matambiko wakiwa na wagonjwa, wanaona wagonjwa wanapona, wao wanaamini kwa kile wanachokiona. Vile vile baadhi ya dini za Kihindi na dini za mashariki ya mbali huko nyinginezo, ile miungu yao wanaiona ina nguvu, inatenda miujiza, kwa hiyo wanaona hakuna kitu kingine sahihi kama hicho, na anawapa utajiri, anawasaidia katika masomo. Kwa hiyo wanaona walichonacho wao ni uhakika kabisa, na hawana wanachokisikia katika haki inayohusiana na Uislamu isipokuwa vitu ambavyo ni negative. Yani vyombo vya habari na serikali na mamlaka zote vinasaidiana katika kupaka matope Uislamu. Kwa hiyo haki hawajapatapo kuipata, kuijua kwa uhalisia wake, bali wanafundishwa na propaganda na kadha na kadha, na programu nyingi zinafanywa kwa brainwash watu. Kwa hiyo wanajua pale walipo wao ndio haki na hakuna haki zaidi ya ile ambayo wao wanaiamini. Kwa hiyo mpaka watafufuliwa, wakiambiwa waiombe miungu yao, wataipigia makelele na kuiomba, jamani tu, kama mlivyokuwa mnatusaidia kule duniani, sasa na hapa tusaidieni mweze kutuepusha na adhabu hii. Kama ni their last option, hawana tena namna nyingine isipokuwa wanaona kwamba labda huenda kwa vile dunia walikuwa wanatusaidia kwa mujibu wa imani zao, na hapa watatusaidia, lakini hicho hakitosaidia chochote kile. Fada'auhum, watawaomba, falam yastajibu lahum, hatowaitika. Kama qala ta'ala, kama ambavyo Allah amesema, wa qila du'u shurakaakum, atasemwa kwamba waombeni washirika wenu, fada'auhum, watawaomba, falam yastajibu lahum, lakini hawatowaitika. Wara'au al'adhaba, na wataiona hapo adhabu, law annahum kanu yahtadun,
watatamani laiti wao wangalikuwa wameongoka duniani wakafuata njia iliyo ya sawa sawa. Waja'alna bainahum mawbiqa, na tajalia baina yao kuwe na adhabu yenye kuwatenganisha. Ai waja'alna baina almushrikina wa alihatihim, yafanya baina ya washirikina na miungu yao, allati abaduha, waliokuwa wakiabudu duniani, haila muhlika, kuna kizuizi chenye kuangamiza, yafsilu bainahum, ambacho kinaweka kizuizi kinawatenganisha baina yao. Falaisa li ahadi alfariqaini min sabili alwusuli ila al-akhar, hakutokuwa na njia kwa mmoja katika makundi haya ya wafuasi na waliokuwa wakifuatwa kuwa na njia ya kumfikia mwingine, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, idh tabarra alladhina tubi'u, wakati ambapo watajitenga wale waliokuwa wanafuatwa wale viongozi, min alladhina tabau, wawe mbali na wale wafuasi wao, warau aladhaba, na wataiona adhabu, wataqatta'at bihim alasbab, na mahusiano baina yao yatakatika. Waqala alladhina tabau, na watasema wale waliokuwa wakifuata, lau anna lana karratan, laiti na sisi tungalipata fursa, fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, na sisi tukawa mbali na wao kama ambavyo wao wapo mbali na sisi. Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasarat, namna hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ataonesha matendo yao yakiwa ni hasara tupu kwa wao, wa mahum bikharijina minan nar, na wala hawatotoka motoni. Pahali pengine Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwamba waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila, ewe Allah, wataomba ewe Mola wetu mlezi, sisi tuliwatii viongozi wetu na wakubwa wetu, ndio ambao walitupoteza katika njia hii, katika vyama, katika vikosi, katika sehemu mbalimbali ambapo watu hupewa amri na wakubwa wao, na wao wakatekeleza wakidhania kwamba wale wakubwa wao watawasaidia, bali wakubwa wao hufika pahali wakajinasibu kwamba ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum, fuateni njia yetu na sisi, yani fuateni chama chetu, fuateni sera zetu, fuateni yale tunayowaambia, na sisi tutawabebea. Kama kuna dhambi, basi dhambi tutabeba sisi. Allah anasema wama hum bihamilina min khatayahum min shay'in, wao hawatoweza kubeba dhambi ya mtu mwingine yoyote ile, kila mmoja atabeba dhambi yake. Au pahali pengine Allah amesema liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama, wale viongozi wale wanaoabudiwa watabeba mizigo yao kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm, na sehemu ya mizigo ya wale ambao wanawapoteza pasi na ujuzi. Kwa hiyo watu watatengwa, na wakitengwa hivyo watu wale imekuja sehemu mbalimbali pia, watu wanyonge wataomba kwamba rabbana atihim dhi'fayn min al'adhab wal'anhum la'nan kabira, kama ilivyokuja katika sura al-Ahzab, ewe Allah wape hawa adhabu maradufu hawa viongozi wetu. Na sehemu nyingine watasema hawa ndio ambao sisi walitupoteza sisi, kwa hiyo ewe Allah waongezee. Allah atawaambia likulli dhifun walakin la ta'lamun, kila mmoja anayo nyongeza yake kwa mujibu wa madhambi yake, lakini nyinyi hamwezi kujua. Kwa hiyo ni mashhad inayoonyesha hatari ya mtu kufuata mambo ya kidunia kibubusa basi na hoja, halafu siku ya kiyama mtu huyu akaja akawekwa mbali baina yake na yule aliyokuwa akimfuata, na wote wawe katika adhabu na hakuna mwenye kuweza kumsaidia mwingine. Mfano wake ni kama Allah alivyosema, wa yauma nahshuruhum, na siku ambapo tutawakusanya, tutawafufua jami'an wote, thumma naqulu lilladhina ashraku, alafu tuseme kuambia wale ambao walifanya ushirikina, makana, kumsimameni hapo hapo mulipo, antum wa shurakaukum, nyinyi na wale washirika wenu, fazayyalna bainahum, halafu tutawatenganisha baina yao, watastopishwa, hakuna kwenda wala kurudi mpaka mtengane, viongozi na wafuasi mkae mbalimbali, hakuna leo mahusiano baina yenu. Na pahali pengine halafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya inayofuata, waraa almujrimuna an-nara, na watu waovu wakosefu watauona moto, fadhannu annahum waqi'uha, watapata uhakika kwamba ni yakini kwamba wao ni wenye kuingia moto huo. Ya maana yake waayana almushrikuna an-nara, wataona kwa macho yao ya miili, kama wanavyosema Wakristo, macho ya miili yao, yani sio macho ya moyoni ya kufahamu, la, kwa macho yao ya damu na nyama, annara, moto, fatayaqanu, watahakikisha annahum dakhiluha, kwamba wao ni wenye kuingia moto huo, wawaqi'una fiha, na hawakuna namna isipokuwa wao wataingizwa humo. Walam yajidu anha masrifa, na wala hawatupata
kutokana na moto huo sehemu ya kukimbilia. Walam yajidil mushrikina, washirikina hawatopata anin nari, kutokana na moto allati raauha, ambao wameshauona, makanan yansifuna ilahi, sehemu yoyote ambao wataweza kujificha. Fayasrifuhum, ile hilo watakalokwenda liweze kuwakinga wao, an wuqu'in fiha, waepukane na kuingia katika moto huo. Au tariqan, au vile vile hawatopata hata njia, yaadiluna anha ilaihi, ili waweze kuepuka moto huo ikiwa wataifuata njia hiyo. Fala budda lahum minha, itakuwa hakuna namna isipokuwa lazima waingie katika moto huo. Alafu Allah akasema walaqad sarrafna, na kwa hakika sisi tumepambanua na kuweka wazi na kubainisha, fi hadha alqur'ani, katika Qur'ani hii, linnasi, kwa ajili ya watu, min kulli mathalin, katika kila aina ya mifano. Wa kana alinsanu akthara shay'in jadala, lakini mwanadamu ndiyo kiumbe mwenye mijadala zaidi. Au maana nyingine, wa kana alinsanu akthara shay'in jadala, na mwanadamu amekuwa akivijadili vitu vingi kuliko vile ambavyo havijadili. Amesema maana ya aya hii, walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli mathalin, ay walaqad nawwa'na, tumefanya aina tofauti tofauti, wakararna, na tukarejea, wabayanna, na tukaweka wazi na kubainisha, fi hadha alqur'ani, katika Qur'ani hii, linnas, kwa ajili ya watu, alamthala biibarati mukhtalifa, mifano mbalimbali kwa sentensi tofauti tofauti, kwa maelezo tofauti tofauti, kwa ibara zenye kutofautiana, wa asalibi mutanawwi'a, na njia tofauti tofauti, wa min kulli jinsin wa sinfin, na kwa kila jinsi na kwa kila namna na aina, liyaqilu wa yatadhakkaru, ili wanadamu wapate kuzingatia na waweze kukumbuka, wayattaidhu wa yahtadu ila alhaqi, na waweze kupata mawaidha na waweze kuongoka katika njia ya sawasawa. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, wa ma'a hadha al-bayan, maana yake pamoja na kubainishiwa huko na uwazi huo, lam yataqabbalu al-Qur'ana, wanadamu hawakukubali Qur'ani, wajadalu fihi, na wakaifanyia mjadala, lianna al-insana, kwa sababu mwanadamu bitabihi, kwa asili yake, huwa aktharu al-ashiya'i, ndiyo kiumbe yenye wingi zaidi, mujadalatan, wa kufanya mjadala, wa mukhasamatan, na kufanya uhasama, yani kujibizana. Fayuaridhu alhaqqa bilbatil, kwa hiyo hubadilisha pahali pa haki akaweka batil. Fala yunibu ila alhaqi, kwa hiyo haegemei mwanadamu katika haki, wala yanzajiru, wala hapati makemeo akawaidhika na kuogopa, bilmawaidhi, kwa kutoa mawaidha. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema katika suratu An-Nahl mwanzoni, khalaqal insana min nutfatin, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii, fa idha huwa khasimu mubin, tahamaki mwanadamu anapokuwa mtu mzima ni khasimu, ni mwingi wa kufanya uhasama na Mola wake, kila jambo anataka kubishana na kuvutana, anafanya uhasama kwa kujibizana hoja. Mubin, anadhihirisha wazi mazungumzo yake kwamba ana uwezo sasa yeye wa kufanya bayana, wa kuelezea vitu na kuvichambua. Au fa idha huwa khasimu mubin, tahamaki yeye ni mwenye kufanya uhasama na Mola wake wazi wazi. Mubin, mwenye kudhihirisha ule uhasama wake na Mola wake katika mabishano. Na kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallam taraqahu, alimgongea usiku. Mtume sallam alimgongea Ali wa Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laila, yani usiku. Pia taraka kawaida ni usiku, alimgongea usiku. Faqala, akamwambia, ala tusallun, hivi nyinyi hamnyanyuki kusali? Qala Ali, akasema, faqultu ya Rasulullah, inma anfusuna biyadillahi, nafsi zetu sisi zipo katika mkono wa Allah. Fa idha shaa yab'athana ba'athana, ikiwa Allah atataka sisi kutuamsha atatuamsha. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akaondoka. Hina qultu dhalika, niliposema hivyo. Walam yarji ilayya shay'an, hakunijibu chochote. Thumma sami'tuhu, alafu nikamsikia, wa huwa mudbirun, hali yakuwa ametupa mgongo, yadhribu fakhidhahu, akiwa anapiga mapaja yake. Wayaqulna, akasema, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, mwanadamu amekuwa ni mwingi mno wa kujadili katika kila jambo, kila hoja anayoletewa basi ana namna ya kujadili.
mwanadamu kujadili vitu katika psychology, kuna concept ya plasticity ya akili, yani akili inanyumburuka na kuexpand kadiri mwanadamu atakavyoletewa hoja, na hili ni jambo mushahada. Tunawaona watu wanaonasibishwa na ilmu leo ndio watu ambao wanafanya mijadala zaidi kuliko watu wengine. Yani afadhali wanamuziki huwa wanabifu zao, wanajibizana, lakini zinapotea, zinakuja tena. Wanachuoni tokea wanapotengeneza, wanachuoni wetu leo wanapotengeneza makundi yao kwamba sisi ni kundi fulani na kiongozi wetu ni fulani, sisi tuna wafuasi wa fulani, na kundi jingine sisi ni wafuasi, hakuna huyu anatoka huku kwenda huku. Kila siku mijadala inaendelea na kuendelea na kuendelea bila ya kuleta kabiru faida kwa umma. Kwa hiyo hii ni asili ile tunayosema plasticity. Kwa mtu anatakiwa ajue kwamba bitabihi, kwa asili yake na maumbile yake, anao uwezo wa kuifanyia plasticity akili yake. Akili yake inaweza kunyuka na kuchambua vitu zaidi na kwenda deep na deep na deep, na anaweza bahati mbaya mtu akawa anakwenda deep katika shallow water, yani jambo ambalo analizungumzia wala sio big deal, sio jambo kubwa, lakini akalichambua na kulichambua, kama ambavyo tumeshuhudia mathalan masala ya ikhtilafu za mwezi. Watu wanaweza kuchambua na kuchambua na kuchambua, lakini mwisho wa siku utafunga siku 29 au 30 tu, hakuna kitakachobadilika. Na kauli yoyote itakayoifuata katika hizo, kuna salaf walishatangulia huko nyuma yako ambao ni wema. Kwa hiyo huna kipi ambacho utaweza kukifanya au ukawaleta mabadiliko au ukaweza kubadilisha watu, ni yale yale tu yalishakusemwa huko nyuma, hakuna la ziada. Na mwisho wa siku malengo sio kuanza wala kuchelewa, lengo ni uchamungu. Je, huu uchamungu ni kweli tumeupa airtime kama ambavyo tunaipa airtime ikhtilafu zetu? Kwa katika masala haya, mtu nukta muhimu ni kujua kwamba asili yake yeye ni mpenda mjadala, wakana al-insanu akthara shay'in jadala. Sasa nini cha kufanya? Kwa sababu katika zama zetu tunaambiwa kwa uwazi kwamba ile kufanya bayani, kwa bainishia watu haki na ukatoa hoja zako, ndio jihadi, ndio kadha, ndio tukufu. Msimamo wetu sisi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ana dhaminu baitan fi wasat aljanna liman taraka almiraa wa in kana muhiqqan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mimi ni dhamana ya mtu kupata nyumba katikati ya pepo kwa ambaye ataacha mjadala, ataacha kujadiliana na mwenzake hata kama yeye ndiyo mwenye haki. Ashilia mbali kwamba mnabishana, mnabadilishana hoja, huyu anaonekana yupo sawa na huyu, la, wewe una uhakika upo katika haki. Ukiacha mjadala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malipo yake ni pepo. Kwa hiyo wakana al-insanu akthara shay'in jadala inatufunza kwamba mtu ajijue kwamba anapenda mjadala, halafu mjadala hiyo aiepuke kadiri anavyoweza. Wama mana annasa, na wala hakuna kilichowazuia watu an yu'minu, kuamini, idh ja'ahumul huda wastaghfiru rabbahum, ulipowajia wao uongofu, na hakuna kilichowazuia watu kumuomba msamaha Mola wao mlezi. Maana yake wama mana annasa, hakuna kilichowazuia watu min al-imani, kuamini bilhaqi, kuamini haki, hina ja'ahum, ilipowajia haki hiyo, wa an yatlubu, na wao kuomba min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, maghfiratan, msamaha, maghfirata dhunubihim, kusamehewa madhambi yao. Hakuna kilichowazuia hivyo, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, isipokuwa illa ma qaddarahu Allah wa sabaqa fi ilmihim annahum la yu'minun, isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alishakipanga na kilitangulia katika ilmu yake kwamba wao hawatoamini, bali yastamiruna ala kufri, bali wao wataendelea katika ukafiri wao, hata yatihum sunnatul umamil kafira, mpaka iwajie wao utaratibu wa umati zilizopita zilizokufuru kabla yao. Wa hiya adhabu al-istisal, nayo ni adhabu ya kuadhibiwa kwa pamoja, wal ihlaku fi dunya, na kuangamizwa kwa pamoja, wal ihlaku fi dunya, kuangamizwa hapa duniani. Anasema mfano wake aya hii kwa tafsiri ambayo wao wameichagua itakuwa inafanana na aya inayosema, aya zinazosema walaqad arsalna ila min qablika, na kwa hakika tulipeleka mitume kabla yako wewe, fi shi'il awwalin, katika makundi mbalimbali ya mwanzo, wama yatihim min rasulin, na wala hawakufikiwa wao na mtume yoyote yule, illa kanu bihi yastahzi'un, isipokuwa walikuwa wanamfanyia istihzai mtume huyo.
kadhalika naslukuhu fi qulubi almujrimin, namna hivyo ndivyo ambavyo tunapitisha katika nyoyo za watu waovu, la yu'minuna bihi, hawawezi kuamini ujumbe unaokuja na mitume. Walaqad khalat sunnatul awwalina, kwa hakika imeshapita utaratibu wa umma zilizopita kabla yao, kwamba ikiwa hawatoamini wataadhibiwa. Na anasema vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika maana hii, kadhalika, namna hivyo hivyo, ma atalladhina min qablihim, hawakufikiwa yoyote yule katika waliopita kabla yao, min rasuli, na mtume, illa qalu, isipokuwa walisema, sahirun, ni mchawi, au majnun, kwamba ni mchawi au ni mwenda wazimu, atawasau bihi bal hum qaumun tahun. Na vile vile akasema kwamba bal qalu, bali wamesema, mithla ma qala alawwalin, kama ambavyo walisema waliopita kabla yao. Qalu, walisema waliopita kabla yao, aidha mitna, hivi sisi tukifa, wa kunna turaban wa idhaman, na tukawa sisi ni mchanga na mifupa iliyooza, a inna la mab'uthun, walikuwa wanasema, je, sisi tutafufuliwa? Laqad u'idna nahnu, tumeahidiwa jambo hili sisi, wa abauna, na baba zetu kabla yetu, hadha min qabli, jambo hili tumeahidiwa tokea huko zamani, in hadha illa asatirul awwalin, si chochote haya isipokuwa ni ngano za watu wa zamani, ni story tu, hadithi za kutunga za watu wa zamani, yani Waswahili wanaita visa asili. Na pia Allah amesema katika aya nyingine, wama mana'ana an nursila bil ayat, hakuna kinachotuzuia sisi wewe Muhammad kuwatumia hawa watu dalili zilizo wazi kama tulizokuwa tunazituma kwa mitume waliopita kabla yako, kama ngamia kutoka katika jabali, kama bahari kupasuka, au fimbo kugeuka nyoka, au kufufua waliokufa. Dalili za mitume waliopita hizi haziletwi kwa ummati wako, illa an kadhaba biha alawwalun, isipokuwa ni kwamba wale waliopita huko mwanzo walipokuwa wakipelekewa dalili wote walizikadhibisha. Wa ataina thamuda naqata mubsiratan fadhalamu biha, na tulimpa wa ataina, manake wa a'taina, na tulimpa Thamud naqata, tulimpelekea kabila la Thamud, watu wa Nabii Saleh, ngamia, mubsiratan, aliyekuwa anaonekana na kila mtu, fadhalamu biha, wakajidhulumu nafsi zao kwa kutumia ngamia huyo, yani wakamuua badala ya kumwachia anywe siku moja maji, na wao ngamia wao wanywe siku ya pili. Wama nursilu bil ayati, na wala hatukutuma sisi dalili huko nyuma, illa tahwifa, na wala hatuzitumi sisi dalili isipokuwa ni kwa ajili ya kuogopesha watu. Na pia amesema falamma ra'u ba'sana, Allah amesema walipoona watu adhabu yetu, qalu, walikuwa wanasema, amanna bihi, sisi tumeamini, amanna billahi, tumeamini Allah wahdahu, peke yake, wakafarna bima kunna bihi mushrikin, na sisi tumekufuru vile vyote tulivyokuwa tukimshirikisha navyo Allah. Falam yakun yanfa'uhum, lakini wakati huo haikuwa ikiwanufaisha wao, imanuhum, imani yao, lamma raau ba'sana, pale ambapo walikuwa wameziona adhabu zetu, sunnatullahi, huo ndio utaratibu wa Allah, allati qad khalat fi ibadi, ambao umepita katika waja wake. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hizi wanaona wafasiri tafsiri hii kwamba aya tuliyoanza nayo, wama mana an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda, itakuwa nayo wama mana an-nas an yu'minu, hakuna kinachowazuia watu kuamini, idh ja'ahumul huda, ulipowajia wao uongofu, yani ulipowajia Qur'ani, wayastaghfiru rabbahum, na hakuna kinachowazuia watu kumuomba msamaha Mola wao, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, isipokuwa ni kadari ya Allah ambayo imeshapita tokea zamani, kwamba watu hawatoamini mpaka iwajie adhabu, mpaka adhabu iwajie ndio wataamini. Kwa hiyo wanaona kama kwamba ibara hii hakuna maneno yoyote yaliyoondoshwa, hakuna maneno yote yaliyoondoshwa, kwa maana kwamba nini, tafsiri inaungana moja kwa moja. Hakuna kinachowazuia watu kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa ni kwamba watu huwa hawaamini mpaka dakika za mwisho, ndio kawaida yao. Kwa hiyo inakuwa hakuna chochote kile ambacho kimeondoshwa kwa mujibu wa tafsiri hiyo. Na tafsiri ambayo tumeanza nayo, wama mana an-nas an yu'minu idh ja'ahumul huda yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina au ya'tiyahumul adhabu qubla, tumesema kwamba hawa watu hawa kinachowazuia watu kuamini
na kinachowazuia watu kurudi kwa Mola wao na kumwomba msamaha, hakuna kitu chochote illa an taatiyahum sunnatul awwalin au yatiyahum aladhabu qabla, isipokuwa wao wameomba kwamba ikiwa wewe Muhammad unataka sisi tukuamini, basi sisi tuletee adhabu kama walivyoletewa watu wa nyuma. Ukituletea adhabu tutaamini, au tuletee adhabu ya mtu mmoja mmoja tuione hivi. Tukiona adhabu ya mtu mmoja mmoja tutaamini. Hii tukipita tafsiri hii itakuwa inaungana na kama aya ambazo zimekuja katika suratul Isra wakimtaka Mtume sallam miujiza mbalimbali, au yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au tusqita as-samaa alaina kisafan, au tuteremshie kipande cha mbingu tukione kinashuka hicho kinakuja kutuangamiza, au taatia billahi wal malaikata qabila, au kama unataka tukuamini basi tuletee Mungu na malaika, na Allah ashasema ma nunazzilu al malaikata illa bil haqqi wama kanu idhan mundharin, malaika hawashushi isipokuwa kuja kuleta adhabu bil haqqi, kwa kuja kuleta adhabu, wama kanu idhan mundharin, akiletwa malaika hakuna tena watu kupewa muda. Na pia Allah akajibu akasema wa in yarau kisfa minas samai saqitan, na lau kama wataiona kipande cha mbingu kinashuka kutoka mbinguni, laqalu inna masukirat absaruna bal nahnu qawm mas'urun, angalisema kwamba hapa tumerogwa, si kweli hii kwamba mbingu ndio inashuka ile pale. Katika suratu al-Anfal imekuja kwamba walikuwa wanamwambia pia tuombe basi kama wewe ni kweli, in kana hadha huwa alhaqu min indik wa qala rabbana in kana hadha wa idh qalu allahumma, waliposema ewe Mola wetu, in kana hadha, ikiwa hii Qur'ani na huyu Muhammad huwa alhaqu min indik, ni haki inayotoka kwako wewe, fa amtir alaina hijaratan minas samaa, basi tuteremshie sisi mawe ya moto kutoka mbinguni, au itina bi'adhabin alim, au tuletee adhabu inayoumiza. Kwa hiyo walikuwa wanataka washirikina kwamba tuhemu basi, si Lut wameangamizwa watu, si watu wa Thamud wameangamizwa, watu wa Saleh, watu wa nani Hudi wameangamizwa watu wake, watu kadha wameangamizwa na kadha, hemu basi na sisi tuteremshie adhabu. Kwa hiyo ikiwa tutapita mpito huu itakuwa inaungana na aya hizo, ama ikiwa tutapita ule mpito ambao umeuchagua hapa wafasir, basi itakuwa inamaanisha kama aya ambazo tumezitangulia kuzisoma, na zote tafsiri mbili zinaungana na tafsiri nyingine kwamba washirikina walikuwa hawaamini mpaka adhabu iwashukie au mpaka iwatokezee kama ilivyowatokezea waliopita kabla yao, na wakati huo huwa imani haisaidii chochote. Wallahu a'lam bimuradi. Halafu akasema wama man'a an-nasa idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa yatihum sunnatul awwalin au yatihum al-adhabu qabla, au iwajie wao adhabu iliyo mbele yao. Anasema katika neno qubula, ikiwa itasomwa qubula kwa dhumma ya qafu itakuwa inamaanisha adhabu aina kwa aina, na kuna kisomo ambacho kinasema au yaatiyahumul adhabu qibala, au iwajie adhabu waione, wakabiliane nayo hivi, wakabiliane nayo kwa macho yao, au yaatiyahumul adhabu qibala. Kisomo chengine itakuwa inamaanisha kwamba waione, hawaamini mpaka adhabu iwajie, waione kwa macho yao mbele ya miili yao. Maana yake wao yatiahum aladhabu qubla au yati aladhabu alkuffara iyanan, au makafiri wajie adhabu waione, yaraunahu amama wujuhi, mbele ya macho yao. Wama nursilu almursalina, aya inaendelea kusema kwamba kazi ya mitume sio kuja kuwaongoza watu, sio kuja kuwalazimisha watu kuongoka, bali mitume kazi yako wote, wama nursilul mursalina, hatukuwatuma mitume illa mubashirina, isipokuwa ni wenye kuwapa habari nzuri waumini, wa mundhirin, na kuwapa maonyo ya adhabu watu waovu. Wama nursilul rusula, na hatukutuma mitume illa liyubashiru almu'minina bithawabi alajili wal ajil, isipokuwa waje wape taarifa nzuri waumini juu ya thawabu za duniani na akhera. Wayundhiru alkafirina, na waje wawaonye makafiri biliqabi alajili wal ajili, kwa adhabu ya duniani na ya akhera. Walam nursiluhum abatha, na wala mitume hatukuwatuma bure. Wala liyattakhidha an-nasu arbaban, liyattakhidhahum an-nasu arbaba, wala hatukuwatuma mitume waje wafanywe kwamba wao ni miungu kinyume na Allah.
wala liyad'u ila anfusihim, wala hatukuwatuma mitume waje wawaite watu waabudu wao, wala liyajburu nnasa ala al-iman, wala hatukuwatuma mitume kuja kuwalazimisha watu na kuwatenza nguvu waelekee katika imani, wala liyujibu aqwamahum ila talabil ayati, wala pia mitume hatukuwatuma kwamba waje watu wao wakitaka miujiza wao waitikie watekeleze, kuwatekelezea miujiza wanayotaka, almuqtariha, ambayo wale watu huwa wanaipendekeza, au itiyanihim bil adhabi wal halak, au kuja kuwajibu pale watu wanaposema basi kama wewe ni mtume tuletee adhabu, kwamba mitume haraka haraka basi wawatengenezee hao watu adhabu na kuangamia. Falaisa lahum dhalika wala huwa min mahammatihim, jambo hilo halipo kwa wao, wala jambo hilo si katika vitu ambavyo wao wametumwa kwa ajili yake. Wayujadilu alladhina kafaru bil batil, la, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lasna nab'athu rusulana liljidali wal khusumat, vile vile sisi hatujawatuma mitume wetu wende wakafanya mijadala na ugomvi. Wa inna nab'athum, bali tunawatuma mubashirina wa mundhirin, wenye kutoa habari nzuri na wenye kutoa makemeo. Walakinna al-kuffara, lakini makafiri, yukhasimuna rusulahum bil batili wajadalu alladhina kafaru bil batili liyudhidhu bihi al-haq, manake yukhasimuna rusulahum bil batili liyuzilu, ili waiondoshe, liyudhidhu manake liyuzilu, ili waiondoshe ile haki, kwa wayubtilu bijidali, na waibatilishe kwa mijadala yao, alhaqa alladhi jaat bihi rusul, waibatilishe ile haki ambayo wamekuja nayo. Kwa hiyo idadi alladhina kafaru bil batil, wale waliokufuru wanajadiliana na mitume pasi na haki, yani pasi na ukweli, liyudhidhu bihi alhaq, ili waweze kuiondosha haki mahali pa haki waweke batil. Mfano wake ni kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, yuriduna, wanataka, an yutfi'u nura Allah, kuizima nuru ya Allah, biafwahim, kwa vinywa vyao, yani wanapofanya mijadala, wa ya'ba Allah, na Allah anakataa, illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun, isipokuwa aitimize nuru yake hata kama makafiri watachukia. Na mfano wake aya hiyo ya mijadala ni kama ambavyo Allah amesema, kadhabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim, walikadhibisha kabla ya wao hawa Makuraish kaumu ya Nuhu na vyama vingi, wal ahzabu min ba'di, na vikosi vingi vya umma tofauti tofauti baada ya kaumu Nuh. Wahammat kullu ummatin birasulihim liyakhudhuhu, na kila umma ulitamani uweze kumpatiliza mtume wao. Wajadalu bil batil liyudhidhu bil haqq, na walikuwa wanajadiliana pasi na haki ili wabadilishe sehemu ya haki waweke batil. Watakhadhu ayati, na wakazifanya aya zangu, wa maundhiru huzu, na yale ambayo wameonywa kwayo kwamba ni jambo la upuuzi la mchezo. Wajaala al-kuffaru hujaji wa barahini, na makafiri wakafanya hoja zangu na dalili zangu. Wama ayyatu bihi rusuli min almu'jizat, na yale mambo ambayo niliwatia nguvu kwayo mitume wangu miongoni mwa miujiza. Wama khuwifu bihi min aladhab, na yale mambo ambayo watu waliotishiwa miongoni mwa adhabu. Maudhi'a sukhriyati, walifanya ni sehemu ya kufanya maskhara, wastikhfafi, na kunyongesha, kufanya kitu ni kidogo, wastihzai, na kufanya istihzai na kebehi na kejeli na inda, wakawa wanadharau aya za Allah subhanahu wa ta'ala zilizotokea kwa umma tofauti tofauti. Katika fawaid amesema qaulullah ta'ala, walaqad sarrafna, Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha kwamba Qur'ani ina kila aina ya njia ya kuweza kumfikisha mtu katika saada, yani furaha ya milele. Imepigwa kila namna ya mifano. Qur'ani imepita hivi ikiwafahamisha watu kuhusu tauhidi, ikiwafahamisha watu kuhusu dunia, ikiwafahamisha watu kuhusu akhera, ikiwafahamisha watu kuhusu ubaya kuabudu miungu sio. Kwa kila pahali, kila namna Qur'ani inapiga mfano huu na huu kuonesha sehemu nafasi ya tauhidi kwa mtu, na mengine mifano imepigwa mingi katika Qur'ani katika namna laini nzuri kwa ajili ya kumpendezesha mwanadamu ili aweze kufikia katika mafanikio. Halafu anasema jambo la pili, aljidalu madhmumun. Hii tumeshaisema, swala la mijadala ni jambo ambalo limetajwa vibaya. Madhmumun, linatajwa vibaya katika sheria, idha stu'mila inda adami alhajati ilayhi, bali inapotumika pahali ambapo haina haja. Fayakunu hina idhin shaghilan an ad-da'wati,
wakati huo mjadala huwa ni yani, ikiwa hakuna haja ya, wakati ambapo inakuwa kunyamaza ni bora zaidi. Wakati huo ule mjadala huo unawashughulisha watu wakaepukana na kufanya da'wa, wa muaddiyan fil akthar ila alfasad wal fitna, na mara nyingi kupelekea kuharibikiwa zaidi na kuingiza watu katika fitna. Idha kana aljidalu limujarrad alghaliba, pale inapokuwa mjadala upo kwa ajili tu ya mtu kutaka yeye ashinde, wa dhuhur, na kuweza kupata wa ushindi, fahuwa sharrun kulluhu, wakati huwa anasema mjadala huwa ni moja. Kwa na hapa utaona katika mjadala hiyo tunayoisema, mtu anaweza kuzungumza nusu saa point moja, anairejea na kuirejea na kuirejea na kupita upande huu na kuthibitisha kwa kitabu hichi na kitabu hichi na kitabu kingine jambo lile lile. Hii inakuwa tu ni kwa ajili ya yeye kuweza kupata ushindi. Wallahu almusta'an. Mpaka hapo tutafikia kwa leo. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwenye kusikia maneno na kuyafuata yale ambayo ni mema. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Naam mashaikh. Tuna Sheikh Muhammad Daudi, tunadhani kwa mara ya kwanza hapa. Sheikh Muhammad Daudi, angalau tusalimie. Sheikh Muhammad Daudi tajawa tayari. Naam Sheikh Wajihi. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nilikuwa langu lipo kwenye aya kwenye wama mana an-nas an yu'minu. Manake umeweza kutoa mifano ya kaumu zilizopita hapo, kwa mfano kina Thamud waliangamizwa baada ya wao kuadhibisha miujiza ambao waliletewa na Mwenyezi Mungu, baada ya kudhulumu kile ambacho waliletewa. Lakini na mifano ya kaumu nyingi ndo walifanywa hivyo hivyo, baada ya kukataa miujiza ya Mwenyezi Mungu ndo wakapewa adhabu. Lakini na exception hii moja ya kaumu ya Yunus, wao muujiza walioletewa yani Mwenyezi Mungu yani imani yao kwa ule muujiza aliweza kuwanusuru na adhabu. Sasa labda nilikuwa nataka nifahamu zaidi hapa, yani wao walikuwa na jambo gani ambalo liliwafanya mpaka hii adhabu kwao ikawaepuka wasiangamizwe kama hawa. Na hapa tumeweza kusoma kwamba inapokuwa imefika adhabu, hakuna ile namna mtu wa mfano labda kuweza kusema sasa nimeamini, kama labda ilivyotokea kwa Firauni kwamba sasa nimeamini Mwenyezi Mungu aniokoe. Lakini hawa kina kaumu Yunus wao Mwenyezi Mungu aliwaokoa kwa imani yao. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasema wallahu aalam, Allah ndio anayejua zaidi, lakini kilicho dhahir, tunasema kile ambacho kipo dhahir ni kwamba kaumu zilizoangamizwa ni kwamba mitume walikuwa wanaambiwa kwamba hawa watu lan yu'mina min ahlika illa man qad amana. Mathalan nabii Nuh ameambiwa hakuna tena atakayeamini isipokuwa wale kushakuamini. Kwa hiyo sasa anaambiwa fa asri bi ahlika, au anaambiwa wasna'il fulka, au wengine ndio anaambiwa sasa ondoka. Sasa nabii Lut ameambiwa hivyo, fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl, hakuna tena atakayeamini tena, sasa ondoka. Kwa hiyo mtume anapewa ruhusa, adhabu sasa muda wake umefika, watu wanaadhibiwa kwa mtume kuondoshwa. Lakini nabii Yunus yeye aliondoka kabla hajapewa ruhusa ya kuondoka, alitoroka mission yake ikawa ni incomplete mission, lakini akawa kashaondoshwa. Kwa hiyo sasa wamemfanya mpaka mtume wao katoroka, ndio wanataka kuadhibiwa. Wakati adhabu inataka kuja, nabii Yunus akarudi. Kwa hiyo kukakutana vitu viwili. Kwanza, nabii yule yupo na hawaangamizi watu, nabii akiwepo. Wama kana rabbuka wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah hawezi kuangamiza hao watu hali ya kuwa wewe Muhammad yupo pamoja nao, wala hawezi kuangamiza ikiwa wao wanaomba msamaha. Kwa vile vile kwa nabii wote, ikiwa nabii yupo katika umma wake, watu hawaangamizi. Kwa hiyo nabii Yunus alikuwa ana incomplete mission, akarudi. Kule kurudi kwake kukasadifu hawa watu wanataka kuangamizwa, nao wakamwamini. Kwa hiyo akawa yupo, hakuna uwezekano wa kuangamizwa,
lakini pia ni kwamba ilikuwa mission yake haijakamilika, yeye alifanya makosa kwa watu wake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia bonus, kwa sababu namna ilipotokea haifanani na umma nyingine. Wallahu a'lam. Naam, shukran. Naam, kama hakuna swali jingine na Sheikh Mohamed Audita amekataa kutusalimia hapa, tutafikia hapa, tutakuja kuendelea kesho Allah kutufikisha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu wasallam ala nabiyyina